Kama tunapoangalia nyuma, tunahitaji kutambua kuwepo kwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuwepo kwa chuo kikuu cha Nairobi, kuwepo kwa chuo kikuu cha Kenyatta na chuo kikuu cha Moi. Mwanzoni, ili kutuwezesha kupiga hatua na kupanua matumizi ya Kiswahili katika shule za upili, katika vyuo vya walimu na katika vyuo vikuu ambavyo sasa vilikuwa vimeanza kukua, ilikuwa ni muhimu sana kwamba vyuo hivyo nilivyotaja viwe na uongozi uliotambua nafasi ya Kiswahili katika si taaluma tu, lakini utamaduni na maendeleo ya wananchi wa Afrika Mashariki. Tunafurahia namna ambavyo mchango wa wataalamu ambao walisukwa kutoka katika vyuo hivi umechangia ufanisi wa mitaala, umechangia uchapishaji wa vitabu mbalimbali pamoja na vitabu vya uchambuzi ambavyo vinahamasisha wale ambao wanasoma. Umechangia maendeleo ya sarufi pamoja na msamiati hadi kufikia hii kamusi kuu ambayo leo tumezindua. Ninafikiri baadaye, kwa sababu ya kuzalisha mbegu mbalimbali zilizokuwa na hamasa yenye msingi bora, hivi vyuo vyote ambavyo vimeanzishwa baadaye vimeweza kupata waasisi wa idara za Kiswahili, vimeweza kupata watu ambao wamechangia si taaluma tu, bali mijadala mbalimbali ambayo imetuendeleza katika nchi zetu za Afrika Mashariki na nchi za Afrika, hadi lugha ya Kiswahili ikatambulika kama lugha rasmi ya kuweza kutumiwa katika bunge la Africa Union Commission. Hii lugha ya Kiswahili ndio uso wetu wa maisha bora katika siku zijazo. Hii lugha ya Kiswahili itatuhamasisha, itatuunganisha na itatufanya kama lugha kujisikia kwamba tuna uwezo wa kuwasiliana juu ya somo lolote. Asanteni sana. Kweli ni kwamba ambao sisi tumejiunga na chuo kikuu cha Mount Kenya, tulipata kwamba wengi wetu baada ya kupata ile shahada ya kwanza ama ile diploma, wengi wetu wanaenda kutafuta tu kazi na ile Kiswahili tu inabaki ya kufunzia. Kwa hivyo tukaonelea kwamba tuanze chama cha Kiswahili cha Mount Kenya University ili kupea watu motisha ama kupanua watu mawazo, wakakuja kufikiria Kiswahili kwa upana zaidi, wasije tu wakaona Kiswahili ni cha kufunzia tu na kikafika pale. Kwa hivyo kuna mengi tu, kuna ajira, waweza ukaandika tu, waweza ukaelimisha jamii kwa kupitia Kiswahili. Kwa hivyo hatukuwa tu tuone Kiswahili kama jambo tu la kufunzia shuleni, bali lilikuwa ni jambo tu la maisha. Kwa kuzudiwa kwa kamusi, watu watapata misamiati ya kutosha ili kuweza kuzungumza kwa kutumia Kiswahili kwa ufasaha tu na kuonyesha ule ujeledi wao katika Kiswahili. Nafikiri sisi ndio wakubwa sana kwa lugha ya Kiswahili in terms of publishing, and we want to be even bigger, kwa sababu tunafikiri na tunajua ni lugha ya Afrika Mashariki na karibu Afrika nzima, ikiwa imekubaliwa kuwa lugha ya nne kwa AIU. Tuajivunia hiyo, tukiwa ni tuaieneza, tuaidhamini na tungali tuaenda kuikuza hiyo lugha.